Kwa dhati ya moyo mmenipa nafasi hii kutoa shukrani kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Tanga. Nimshukuru sana Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa moyo wake na upendo wake wa kumkaribisha Rais wa Kenya wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Samuel Ruto. Amezungumza mara nyingi sisi kwa wasaidizi wake kwamba Dr. William Samuel Ruto ni kaka yake, na sisi kama wasaidizi wake amesisitiza mara kwa mara kufanya kazi kwa umoja na mshikamano. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Rais Dr. Samuel Ruto, mimi ni waziri wa maji ambayo nimepewa dhamana, tunafanya kazi kwa ukaribu na Mheshimiwa Engineer Eric Mugaa ambaye ni rais wako wa maji na umwagiliaji Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa Spika, dunia ya sasa inataka viongozi watakaoleta matokeo, na baba wa taifa aliwahi kusema uongozi sio cheo, uongozi ni matokeo. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Dr. William Ruto, hawa ni viongozi wetu wa matokeo. Tuwapigie makofi mengi sana. Imamu Shafi aliwahi kusema nyoyo za binadamu inaongeza mapenzi makubwa hasa kwa viongozi ambao wanatenda mambo yaliyo mema kwa watu wao. Kwa haya ambayo amezungumza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya pamoja na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, hakika wataendelea kukumbukwa na kubaki katika historia kwa matendo mema ambayo wanawatendea hasa wa Tanzania pamoja na Jamhuri ya Kenya. Mimi nimetokea Tanga. Mji wa Tanga tumekuwa tukitangatanga hasa katika maendeleo. Lakini leo umezungumza hapa, hakuna swala la ubinafsi katika maendeleo. Umesema refinery ikajengwe Tanga. Mungu atakubariki Mungu. Nataka nikuhakikishie tukiwa kama viongozi wa mkoa wa Tanga tumeupokea mradi huu wa kimkakati kwa umoja na mshikamano, na wala hatutotangatanga. Tutaleta ushirikiano. Tuna mkuu wa mkoa mzuri na tuna viongozi wazuri pamoja na rais wetu na maelekezo ambayo atakayotoa. Tutahakikisha mradi huu unakamilika kwa wakati na manufaa yanakuwa makubwa kwa Watanzania na Wakenya pamoja na nchi za maziwa makuu na wenzetu wa Uganda. Mheshimiwa Rais, mimi sina maneno mengi sana ya kusema, ila kikubwa ukipata viongozi ambao wanawazia mema wa Tanzania pamoja na Wakenya ni jambo kubwa. Mungu awabariki sana na Mungu atawalipa katika safari zenu. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Kingu. Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa wa moyo wangu ninaomba nitumie nafasi hii kwanza kabisa kukushukuru wewe kwa kunipa heshima ya kutoa neno la shukrani kwa kaka yetu kipenzi Rais Ruto kutoka Kenya, kipenzi cha wabunge wengi wa Tanzania na kipenzi cha Watanzania wengi. Mheshimiwa Spika, maneno aliyoyatoa Rais Ruto katika bunge hili leo, nafsi yangu imenikumbusha niamini ya kwamba ndoto za hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ndoto za Jomo Kenyatta zingali zinaishi katika mioyo ya marais hawa wawili, Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Samuel Ruto, kipenzi cha Watanzania, kaka yetu kutoka Kenya. Mheshimiwa Spika, kwa hotuba aliyoitoa Mheshimiwa Ruto, ninashawishika kabisa kuamini mapenzi aliyonayo rais wetu kwa Wakenya, mapenzi aliyonayo Rais Dr. Samia kwa kaka yake Ruto yamenithibitishia beyond reasonable doubt kwamba wananchi wa Kenya hawakufanya makosa kumchagua Rais Ruto kuwa kiongozi wao. Wananchi wa Kenya hawakufanya makosa kumwamini Dr. Samuel Ruto kuwa kiongozi wa nchi yetu jirani, watu ambao tunawapenda. Na ninataka nikuhakikishie Mheshimiwa Ruto, utakaporudi Kenya
fikisha salamu za wabunge wa Tanzania, waambie bunge la Tanzania linawachukulia Wakenya kama kaka na dada zao. Fikisha salamu kwa Wakenya, waambie Rais Daktari Samia na spika wa bunge la Tanzania anawachukulia Wakenya kama ndugu zao wa damu. Borders haziwezi kututenganisha, na nataka nikuhakikishie sisi tutaendelea kukuombea, na ninataka nikuachie neno la Bwana kwa sababu ninajua nawe ni mpako mafuta wa Bwana, ninajua huduma zako katika kazi ya Bwana. Ninataka nikuachie neno la Bwana, Rais Ruto. Neno la Mungu linasema katika Zaburi ya 121 mstari wa 7 mpaka wa 8. Na mimi kwa sababu pia ni mpako mafuta, ninakuachia upako Rais Ruto utakaporudi Kenya. Neno la Mungu linasema Bwana atakulinda na mabaya yote. Bwana atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Rais Ruto, Bwana amekupa kibali. Usiogope, sisi wa Tanzania tunajivunia kazi za Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi wa Tanzania tunathamini kazi na mageuzi makubwa rais wetu aliyefanya katika nchi hii. Na kwa sababu wewe umechagua kumwamini rais wetu kama dada yako, sisi wabunge wa Tanzania, ni nani tusikuombee wewe ushinde uchaguzi wako mwakani. Bwana akubariki, neema ya Mungu ikufunike, malaika wa Bwana wakuatamie. Nenda shujaa Ruto, tutakukumbuka wa Tanzania. Sisi ni damu yako, sisi ni mifupa yako. Bwana akubariki na kutengemaza katika jina la Bwana. Asante Rais Ruto. Mheshimiwa Mama Ana Kilango. Mheshimiwa Rais William Ruto, Rais wa Kenya. Mimi ni dada yako mkubwa, niruhusu niite jina lako kidogo, William. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Spika, ukimwangalia Rais Ruto moja kwa moja, ana roho nzuri. Ana upendo. Mheshimiwa Spika, mimi nimesikiliza hotuba yake vizuri tangu mwanzo. Waheshimiwa wabunge, alichotaka kutuambia Rais Ruto, amekuja kwa upendo kwetu. Anachotaka Rais Ruto, wabunge wa Tanzania, maana ukishazungumza wabunge wa Tanzania, ukizungumza nao umezungumza na Watanzania wote. Message kubwa aliyoileta kwetu Rais Ruto, tuendelee kushirikiana sana. Mheshimiwa Rais Ruto, sisi wa Tanzania tunawapenda sana wa Kenya. Na nikwambie ukweli, mimi nasafiri kupitia Kenya mara kwa mara. Tunapata mahusiano mazuri sana na Wakenya wenzetu. Hatuna malalamiko na Wakenya wenzetu. Iwapo tunataka kweli tupate maendeleo Kenya na Tanzania, ni lazima tushirikiane kama nyie mnavyoshirikiana. Rais Ruto na Rais Samia Suluhu Hassan, nyie wawili mnavyopendana, na sisi na Wakenya tutaendelea kupendana hivyo hivyo. Kwa sababu nimepata nafasi hii kidogo ya kuzungumza na wewe, nikuletee salamu kutoka kwa baba yako anaitwa John Samuel Malechela, ndiye mume wangu. Ameniambia nikusalimie sana, lakini na sisi wanawake wa Tanzania tunaomba ukamsalimie sana Mama Raheli Ruto. Tunampenda sana, tunamtamani sana, na tumesikitika leo kukuja naye, lakini mpelekee salamu zetu. Asante sana. Asante. Mheshimiwa Profesa Kabudi, Chief Whip. Nami ni ungane na wenzangu wote kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumwalika ndugu yetu Rais Dr. William Kipchirchir Samoei Arap Ruto
Chief of the Order of the Golden Heart, and the Chief of the Order of Burning Spear. Mheshimiwa Dr. Ruto, umezungumza hotuba yako yenye maono makubwa, yenye utuo. Na mimi nataka nikuambie leo unayo ndugu yako humu ndani ya bunge ambaye yawezekana wengi hawafahamu kwamba ni ndugu yako. Naye anaitwa Asia Halamga. Huyu ni Mdatoga ambayo wote mlitoka mlikotoka, nyinyi mkabaki wa Kalenjin, wao wakaja mpaka Serengeti, wakaingia Ngorongoro, wakaingia Hanang. Kwa hiyo ulipozungumza leo, na nalisema hili kwa sababu watu wanadhani undugu wa Wakenya na Watanzania na kwa sababu ya mpaka, lakini huyu ni ndugu yako wa damu, Asia Halamga. Na Mheshimiwa Ruto, umezungumza jambo la kweli kabisa. Wakati wa Mau Mau wako ndugu zetu kutoka Kenya ambao walikuja, waliotoka Nyeri walienda Maswa, na waliotoka Kiambu walienda Mfindi, na wengine walipanda mpaka kuwa mawaziri katika baraza la mawaziri la Tanzania, Joseph James Mungai. Kwa hakika kabisa leo umekuja kwa ndugu zako, na ulipotaja Singida ndio njia ambao ndugu zako hawa walipowaacha nyinyi kule walikuja moja kwa moja kama Singida. Lakini leo umezungumza mambo makubwa sana. Moja, tuzalishe mali sisi wenyewe kwa kutumia rasilimali zetu hapa, ili tujenge ajira, lakini tulete maisha bora kwa watu wetu. Maana yake unazungumzia yale yale aliyozungumza baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kazi yake ya mwisho kabla ya kupandishwa cheo kwenda mbinguni, kwamba ni lazima sisi watu tujitegemee, na kujitegemea ni sisi kufanya kazi kwa pamoja na kuzalisha kwa pamoja. Wakati umefika sasa wa kuanza kutengeneza bidhaa na kuziuza nje ya Afrika ya Mashariki kama made in East Africa. Na Mheshimiwa Dr. Ruto na sisi wote turudi tena tulisome upya the Kampala Agreement of 1964 as it was amended in Mbale in 1965, and that should be now the spirit of what you have said today. We need to join hands in order to make East Africa again prosperous, strong and united. We made terrible mistakes in 1967, which we should not repeat again. We should not repeat again. We did it because of our short-sightedness. Now it is time, as you have said in your speech, for all East Africans to be emboldened to work together. Kenya, Tanzania, and Uganda, we have a historical responsibility of making East Africa move forward and forge forward united. Nikushukuru sana kwa hotuba yako ambayo imetupa mambo mengi sana. Na hotuba ya Mzee Moi ninayo hapa kwenye Hansard zetu ya tarehe 12 Novemba mwaka 2002. Na naamini kabisa Mheshimiwa Spika, baadaye Dr. Rais Ruto atapata hotuba hii katika Hansard ya Tanzania, aone alichokisema Rais Moi na alichokisema yeye leo, na wote wamezungumzia jambo moja: Kenya sio adui wa Tanzania na Tanzania sio adui wa Kenya, wote. Mheshimiwa Spika, nami nichukue fursa hii kukushukuru sana kwa kuongoza bunge hili kwa umahiri mkubwa na kuhakikisha leo mgeni wetu amepata heshima kubwa hapa Dodoma. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Asante. Mheshimiwa Rais Ruto,
Hayo ni maneno machache tu, kwa wachache wote muundani wangekwenda kwenye njia hiyo hiyo. Mheshimiwa Ruto, bila amani haya hatuwezi kuyafanya. Mataifa yetu lazima asimame kwenye amani. Alipoingia madarakani mara ya kwanza, Rais Samia Daktari alijua mafanikio yake kuwe na amani na umoja kwenye taifa letu. Kitu cha kwanza alichokifanya ni kuwarudisha wapinzani wote waliokimbia Tanzania, wote, na kuwalipa wale waliokuwa na madai pesa taslimu, kuonesha moyo wake wa kutaka one Tanzania, one nation. Na katika fuara zake, falsafa zake, Mheshimiwa Rais, na sasa anakwenda mbele zaidi kuonesha dunia na Watanzania we can work together. Hivi karibuni amemteua Deputy Minister, ofisi ya waziri mkuu kutoka opposition, Mheshimiwa Munisi. Huyu ndio rais anaonyesha maono. Peke yake hawezi. Lazima wote tushirikiane naye. Viongozi wa dini zote tuweke maslahi ya nchi mbele. Naomba sana Mheshimiwa Rais wa Kenya, Mheshimiwa Ruto, kwa niaba ya wabunge hawa nakushukuru sana kwa namna ulivyotupa maneno na kujenga umoja wetu. Namna pekee kabisa tunatoa shukrani za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunamshukuru kwa jitihada zake za kuendeleza kuimarisha ushirikiano wa kikanda na wa kimataifa. Ni kupitia uongozi wake thabiti na mwaliko wake rasmi tumepata heshima hii kubwa ya kuwa na mgeni wetu hapa bungeni leo, ambayo ndio wewe. Tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake za kufungua milango ya fursa na kuimarisha mtangamano wa Afrika Mashariki. Hiki ni kielelezo tosha cha uongozi wake uliotukuka. Mheshimiwa Rais, ziara yako imetupa hamasa kubwa na kuonesha umuhimu wa mihimili yetu ya dola kufanya kazi pamoja kwa ajili ya maendeleo ya watu wa Afrika Mashariki. Aidha, umeonyesha nia dhati ya kukuza na kuendeleza uhusiano na umoja wetu wa historia kati ya Kenya na Tanzania ambayo umeasisiwa na viongozi wetu waliopita. Tunakumbuka Novemba 12, 2002, Mheshimiwa Rais Daniel Arap Moi alipohutubia bunge alisisitiza umoja, ambapo alisema our people will never move forward unless we are united. Mheshimiwa Rais, kuhusu diplomasia ya kibunge, mabunge ya nchi zetu mbili yamekuwa na ushirikiano wa karibu kwa muda mrefu. Uganda, Kenya na sisi shirikiana katika mikutano ya kibunge ya kimataifa na ya kikanda, hususan kupitia chama cha mabunge ya nchi za wanachama wa Jumuiya ya Madola, Commonwealth Parliamentary Association, umoja wa bunge duniani,